Rais wa Marekani Donald Trump amesema hii leo Jumapili Agosti 2 mwaka 2026 kuwa ameahirisha shambulio kubwa la kijeshi dhidi ya Iran baada ya kile alichodai kuwa ni ombi kutoka Tehran pamoja na baadhi ya mataifa ya Mashariki ya Kati yaliyomhakikishia kuwa mfumo wa awali wa makubaliano ya kidiplomasia umefikiwa ili kufungua kikamilifu mlango bahari wa Hormuz na kushughulikia swala la mpango wa nyuklia wa Iran. Trump ametoa kauli hiyo kupitia ujumbe wake aliochapisha kwenye mtandao wake wa kijamii akisema Marekani ilikuwa imekamilisha maandalizi ya kutekeleza operesheni kubwa dhidi ya Iran kwa kutumia uwezo wa kijeshi ambao kwa mujibu wake haujawahi kushuhudiwa tangu vita vya pili vya dunia. Aliongeza kuwa vikosi vya Marekani vilikuwa tayari kutekeleza mashambulizi wakati wote kabla ya uamuzi huo kuahirishwa. Kwa mujibu wa Trump, Iran pamoja na mataifa mengine ya Mashariki ya Kati yaliwasilisha ombi la kuitaka Washington isitishe shambulio hilo kwa sababu ya msingi wa makubaliano wa amani ulikuwa tayari umewekwa. Alisema makubaliano hayo yanakusudia kuhakikisha mlango bahari wa Hormuz unafunguliwa mara moja kikamilifu na bila vikwazo, huku pia yakitoa suluhisho kuhusu kile alichokiita tishio la mpango wa nyuklia wa Iran. Trump alisema kutokana na maendeleo hayo ameafiki kufuta shambulio hilo kwa sasa ili kutoa nafasi ya mazungumzo ya kidiplomasia kukamilika. Aliongeza kuwa hatua hiyo inalenga kulinda maslahi ya dunia, kuzuia kuongezeka kwa vita katika Mashariki ya Kati na kutoa fursa kwa Iran kupata mustakabali wa amani na maendeleo endapo makubaliano hayo yatatekelezwa. Rais huyo pia alidai kuwa Israel imekubaliana na uamuzi huo wa kusitisha mashambulizi makubwa dhidi ya Iran kwa muda, akisema pande zote zimejitolea kutoa nafasi kwa juhudi za kidiplomasia. Katika ujumbe wake, aliwataka wahusika wote kuharakisha mazungumzo ili makubaliano hayo yakamilishwe haraka iwezekanavyo. Tangazo hilo linakuja baada ya wiki kadhaa za mvutano mkali kati ya Marekani, Israel na Iran ulioshuhudia vitisho vya mara kwa mara vya mashambulizi ya kijeshi, kuongezeka kwa tahadhari za kiusalama na hofu ya kuzuka kwa vita vikubwa ambavyo vingehusisha mataifa mengi ya eneo la Mashariki ya Kati. Mlango bahari wa Hormuz una umuhimu mkubwa zaidi kwa uchumi wa dunia kwa sababu ni njia ambayo sehemu kubwa ya mafuta na gesi inayouzwa duniani hupita. Kufungwa au kuvurugika kwa usafiri katika eneo hilo kunaweza kusababisha kupanda kwa bei ya mafuta duniani, kuathiri biashara ya kimataifa na kuongeza shinikizo kwa uchumi wa mataifa mengi yanayotegemea nishati kutoka Ghuba ya Uajemi. Katika miezi hivi karibuni, Trump amekuwa akitoa matamko makali dhidi ya Iran, akitishia kushambulia miundombinu ya nishati, vituo vya kijeshi na malengo mengine muhimu ya nchi hiyo. Hata hivyo, mara kadhaa amekuwa akibadilisha msimamo huo na kuahirisha hatua za kijeshi, akieleza kuwa wapatanishi walimweleza kuwa kulikuwa na uwezekano mkubwa wa kufikiwa kwa suluhisho la kidiplomasia. Licha ya kauli za Trump, hadi sasa Iran hajathibitisha rasmi kuwa imeomba Marekani kusitisha shambulio hilo wala kuthibitisha kuwepo kwa mfumo wa makubaliano kama ulivyoelezwa na rais huyo wa Marekani. Vilevile hakuna maelezo rasmi yaliyotolewa kuhusu masharti kamili ya makubaliano yanayodaiwa kujadiliwa. Iwapo mazungumzo hayo yatafanikiwa, yanaweza kuwa hatua muhimu ya kupunguza mvutano kati ya Marekani na Iran, kurejesha usalama katika mlango bahari wa Hormuz na kupunguza hatari ya kuzuka kwa vita vikubwa katika Mashariki ya Kati. Hata hivyo, mustakabali wa makubaliano hayo utaendelea kutegemea uthibitisho rasmi kutoka pande zinazohusika pamoja na utekelezaji wa hatua zitakazokubaliwa katika mazungumzo hayo. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.